Jambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Mujtaba Khamenei ameunda upya amri ya kijeshi na ameteua watu wenye msimamo mkali waliowapa kulipa kisasi dhidi ya maadui wa dola ya Kiislamu nje ya nchi pamoja na ndani. Kiongozi wa nchi Mujtaba Khamenei amewateua maafisa 6 wa zamani wa kijeshi na usalama wiki hii kutunga fundisho jipya la kukera. Mohamed Reza Nakdi, jenerali katika jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, aliambia vyombo vya habari vya serikali. Mabadiliko hayo yanaiweka Iran mbali na mafundisho yake ya kabla ya vita ambayo yanalenga kujihami na kuelekea katika eneo ambalo Tehran itachukua hatua za moja kwa moja dhidi ya eneo la adui. Nakdi anasema msisitizo juu ya operesheni za kukera, amri ya umoja na kufanya maamuzi kwa haraka unapendekeza kwamba uongozi unataka kuondoka kutoka kwa mtazamo wa tahadhari wa jadi wa Ali Khamenei ili kuzuia kile kinachoweza kuelezwa kama uzuiaji wa kukera. Hizi ni kauli pia za wachambuzi wa mambo wakizungumza kupitia CNN. Miongoni mwa uteuzi mashuhuri zaidi ulikuwa ni kuinuka kwa Ahmad Vahid kama kamanda mkuu wa IRGC ambaye Khamenei alimamuru kufanya operation kali za kukera dhidi ya maadui kulingana na vyombo vya habari vya Iran. Vahid ambaye amewekewa vikwazo na Marekani na anadaiwa kuwa na uhusiano na ugaidi nje ya nchi ni mtiifu kwa utawala na anaaminika kuongoza msimamo wa Khamenei na kuunga mkono vita. Vahid ameripotiwa kuingilia kati mazungumzo ya amani kati ya Marekani na Iran katika siku za nyuma na kuunga mkono mashambulizi ya Tehran katika mlango wa bahari wa Hormuz. Huku kunyenyuka kwake rasmi madarakani kuna uwezekano wa kuipeleka Iran kwenye msimamo mkali zaidi kuliko ule wa aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Kamanda wa IRGC anaweza kuungwa mkono na Mohsen Rezai, mkuu wa zamani wa IRGC ambaye aliteuliwa kuwa mkuu mpya wa Baraza Kuu la Usalama la Taifa. Rezai ameunga mkono madai ya Iran katika mlango wa bahari wa Hormuz na kuonya Marekani wiki iliyopita kwamba wanajeshi wake wanakabiliwa na hatari ikiwa uzuiaji wa bandari za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran utaendelea. Kwa maana mpango wa Iran ni kuhakikisha eneo la lango la bahari la Hormuz halikai mtu yeyote na kwamba jeshi la Marekani ambalo linadai kuzuia mlango wa Hormuz litajuta. Hii ni kauli ya katibu mkuu wa Baraza la Usalama la Taifa Mohsen Rezai. Wizara ya mambo ya nje ya Israel ilionya kwamba Vahid na Rezai wanaonyesha dhamira ya Tehran ya itikadi kali kwa kuwainua wafuasi wa IRGC. Utawala wa Iran unaabudu ugaidi, huwatunza wabunifu wake na kuwapandisha ngazi za juu za mamlaka, wizara ilisema kupitia ukurasa wake wa X. Brigadia Jenerali Ahmad Vahid aliteuliwa rasmi kuwa mkuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Huku Rezai pia ni miongoni mwa kundi linalounga mkono IRGC ambalo linaamini kuwa Iran inaweza kustahimili maumivu yoyote mradi tu itamletea madhara Rais Trump kabla ya muhula wake wakati. Uongozi wa sasa wa Tehran uko hatari zaidi. Vali Reza Nasri, na msomi na mwanasayansi wa kisiasa wa Iran na Marekani, aliambia CNN. Hii ni kutokana na namna ambavyo viongozi wake wamekuwa ni wakali zaidi na wamekuwa na misimamo mikali dhidi ya Marekani na Israel. Na hivyo kwa namna Marekani ilivyo, huenda ikafanya majaribio ya kutaka kuwaua kama ambavyo imetokea kwa makamanda waliopita ikiwemo wakina Qasim Suleiman na wengine wengi waliouawa. Uteuzi huo unaweza pia kufungua njia kwa utawala wa Iran, kwani Khamenei pia alimtaja Hossein Taib kama mkuu mpya wa kikosi cha wanamgambo wa Basij, moja kati ya wanajeshi ambao wamekuwa na msimamo mkali. Basij ndio chombo kinachoongoza msako mkali dhidi ya waandamanaji wanaopinga utawala mapema mwaka huu ambao ulisababisha vifo vya watu wasiopungua 7,000, huku washirika wa kutetea haki za binadamu wakikadiria kuwa idadi ya waliouawa inaweza kuwa kubwa zaidi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue nini kinachojiri duniani.